Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwa moyo mkunjofu kabisa ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Ubwana kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tuachie maoni yako kwenye comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni JWTZ, msijaribu kuvuruga amani. La wataka wananchi kupuuza wito wa vurugu, kuchukua hatua kwa watakaoshiriki. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. TRA yavunja rekodi mara 4 makusanyo, yataja sababu 5, yasajili walipokodi wapya milioni 1.4. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili. Uturuki Tanzania kuendeleza ushirikiano wa maendeleo, habari katika ukurasa wa 5. Kabudi yasema Tanzania inajitegemea kupambana na ukimwi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Mwigulu washukia wanaotoza mafuta wagonjwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Katambi asisitiza Sabasaba itakuwa ya amani furaha, habari katika ukurasa wa 8. Kanga, baibui, kanzu kupamba usiku wa Kiswahili Paris, habari katika ukurasa wa 3. NFRA yafuata soko la Msumbiji, habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni CCM ACT kimeeleweka. Chama tawala chathibitisha vyama hivyo vimefikia makubaliano ya mwafaka wa kisiasa yaliyokubaliwa, yasubiri kutangazwa rasmi kwa pamoja. Vyanzo vyaelekeza mageuzi katika uchaguzi, mabadiliko ya katiba. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Habari picha inamuonyesha Rais Hussein Mwinyi pamoja na Othman Masoud Othman. Nukuu ya Hamisi Mbeto inasema, tumefika mwafaka kuwapo kwa tamko la pamoja kati ya ACT Wazalendo na CCM ambalo litatolewa kwa pamoja na ndilo litakaloeleza mustakabali wa hatua zinazofuata. Ismail Jusa nuku yake inasema, tunasubiri taarifa kutoka CCM ili hatua nyingine zifuate, lakini tunashukuru kwa hatua hii, maana sisi tulishavuka huko, tulikuwa tunawasubiri wenzetu wa CCM. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Moto ulivyoacha vilio kwa wafanyabiashara Mwanza, habari katika ukurasa wa 3. Habari picha ikionyesha baadhi ya wananchi jijini Mwanza wakishuhudia uharibifu uliotokana na moto ulioteketeza maduka katika mtaa wa Lumumba juzi. Ndoa au kazi, swali la mtego kwa watu wengi kimaisha, habari katika ukurasa wa 12 pamoja na ukurasa wa 13. Joto la ua maelfu Ulaya, baridi ikitesa mikoa 4 nchini, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Nyuzi joto 13, joto lilikuwa jana katika baadhi ya mikoa ya nyanda za juu kusini. Malalamiko ya dhulma yatawala ziara ya Mwigulu, habari katika ukurasa wa pili. Wachina waja na tiba ya mawimbi ya sauti, habari katika ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni JWTZ yaonya ni kuhusu wanaopanga kufanya vurugu, yasema haitasita kuchukua hatua, ikikanusha madai ya kuunga mkono, habari katika ukurasa wa pili. Usafirishaji nyama, hatari kubwa kiafya kwa wakazi wa Shinyanga, habari katika ukurasa wa 4. Maelfu wa mwaga Hamni Mujtaba kutohudhuria. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 17. Dereva wa Heche kuzikwa leo Tarime. Maradufu alikuwa amefariki dunia Julai 1 mwaka huu ndani ya chumba alichokuwa amefikia katika nyumba ya kulala wageni ya Ntahamba mjini Kigoma baada ya kutafutwa kwa muda mrefu bila kupatikana kupitia simu yake. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Nyota za wengi hazing'ai kwa sababu zimeibwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4.
mmiliki wa shule apewa siku moja kubomoa uzio. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Mzalendo lenyewe limeandika JWTZ yatoa onyo kali, ni watakaothubutu kuvuruga amani, la wataka wananchi kutoshiriki vitendo viovu. Msemaji Luteni Kanali Mangure asisitiza mipaka na hali ya usalama wa nchi shwari. Habari katika ukurasa wa pili. Dr. Mwinyi ataka SUZA ya viwango. Habari katika ukurasa wa pili. Maana ya ndoa na talaka chini ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971. Habari katika ukurasa wa 12. Rais Samia wapandisha vyeo makamishna uhamiaji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mwigulu apiga stop wagonjwa kuchangia mafuta ambulance. Habari katika ukurasa wa pili. Gazeti hili imeandika Dr. Omar Ali Juma, nyota iliyozimika ghafla miaka 25 iliyopita. Habari katika ukurasa wa 18. Makamu Hemedi agiza kuondolewa kwa vikwazo utekelezaji wa miradi. Habari katika ukurasa wa 4. Mambo matano yanayosababisha uwenza kushindwa kuelewana. Habari katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo katika ukurasa wake wa mbele. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenye habari iliyopewa kipaumbele inataka mageuzi SUZA Dr. Mwinyi. Habari katika ukurasa za ndani. Habari picha ikimuonesha rais wa Zanzibar, mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi akizungumza na uongozi mpya wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA uliofika Ikulu kwa ajili ya kupokea maelekezo kufuatia uteuzi wa viongozi hao uliofanywa hivi karibuni. Saratani ya kizazi matiti zaendelea kuathiri wanawake. Habari katika ukurasa wa 6. Tutaendelea kuwekeza kwenye tehama wema. Habari katika ukurasa wa 2. Vikwazo ucheleweshaji miradi viondolewe Hemedi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Waandishi Zanzibar Leo wang'ara tuzo za habari za takwimu. Habari katika ukurasa wa 3. Gazeti hili likiandika viongozi mashuhuri duniani wahudhuria mazishi ya Khamenei. Habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika paredi la kibingwa. Habari picha ikionyesha picha za mashabiki wa Yanga Sports Club katika maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam. 32. Yanga jana ilifanya paredi kusherehekea ubingwa 32 wa ligi kuu bara ukiwa ni wa 5 mfululizo. Kuna maswali, Simba yabeba ubingwa CRDB paredi la ubingwa leo. Habari katika ukurasa wa 11. Matokeo ni Simba 1 Azam FC 0. Sababu za timu za Afrika kukwama kombe la dunia. Habari katika ukurasa wa 20. Kuna wale wanaodai baadhi ya timu za Afrika zilichelewa kufanya mabadiliko. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 20. FIFA World Cup leo Jumapili, Brazil dhidi ya Norway saa 5 kamili usiku, MetLife Stadium, New Jersey. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti ya Habari Leo lenye limeandika Simba yajifariji na FA. Harris, mwakani tunabeba tena. Habari ni katika kurasa za ndani. Cape Verde yatoka kiume Misri kuivaa Argentina. Habari katika kurasa za ndani. Matonya achiwa huru Kenya. Habari katika ukurasa wa 21. Samia achangia milioni 50 Samakiba Foundation. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo. Tumaliza kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Mzalendo. Habari za michezo lenye limeandika ukame basi Msimbazi kufanya paredi da. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Paredi la heshima. Habari katika ukurasa wa 19. Habari picha ikionyesha picha mbalimbali za mashabiki wa Yanga Sports Club. Mitandao ilivyomtengenezea ulaji kipa Cape Verde. Habari katika kurasa za ndani. Messi Ronaldo wanavyopagawishwa na vipaji vipya. Habari katika kurasa za ndani. Kombe la dunia la mpeleka Makongoro Nyerere Canada. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Maboresho uwanja wa Gombani yalivyochochea fursa Pemba. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Messi aiteka Miami. Habari katika ukurasa wa 19. Tanzania yatoa neno AFCON 2027. Habari katika ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo katika ukurasa wake wa nyuma. Habari za michezo na burudani. Na gazeti hili linakamilisha udukuzi hapa Toka Zamani TV. Asante kwa kutuchagua. Ungana nasi Facebook kwa jina la Shehani Mzaina, Instagram ni Toka Zamani TV, na mtandao wa X ni Toka Zamani TV TZ.